Asante sana. Kwa majina naitwa Mrisho Goa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Yangeyange kata hii ya Msongola ambayo iko halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwanza kabisa nitoe masikitiko makubwa kwa tukio hili ambalo limetokea katika mtaa huu wa Yangeyange kata ya Msongola siku ya jana ya tarehe 18 majira ya saa 4 asubuhi. Na tukio hili lilitokea baada ya mvua nyingi kunyesha. Kwa kunyesha mvua, lakini nikiwa hapa ofisini kwangu ambako ni opposite kabisa na hiyo shule, radi ikawa imepiga na tukaona watu sasa wanatoka kwenye haya maeneo wanakimbilia hapo shuleni. Lakini jambo la kushukuru, nikawa nimepigiwa simu na mlinzi wa shuleni kama sehemu ya taarifa kwamba kuna tukio limetokea hapa mwenyekiti, tunakuomba uje mara moja. Kwa hiyo nikawa nimetoka hapa na kuelekea kwenye eneo la tukio ambako shuleni hapo jirani. Sasa nilipofika pale nimekuta tayari watoto 5 wameanguka na wamepoteza fahamu. Kwa hiyo tukafanya, na bahati nzuri hiki kituo cha afya nako kwa maana zahanati iko jirani pia na ile shule. Kwa tukafanya jitihada za kuwachukua watoto wote na kuwapeleka katika hii zahanati ambayo iko shuleni hapo. Jitihada za wataalamu wetu zilifanyika kwa hatua za awali kuona wanatambua vipi shida ya watoto iliyowafikia, na pale wakatupa taarifa kwamba watoto 3 kati ya wale watoto 5 wamefariki dunia pale. Kwa hiyo tukawa na watoto 2 ambao hali zao zilikuwa bado si nzuri, na bahati nzuri wataalamu wetu wakawa wamefanya mawasiliano na hospitali ya wilaya ya Kivule ambako si mbali sana na hapa katika mtaa wetu. Kwa hiyo ikaja ambulance kwa kufanya jitihada sasa za kuwachukua majeruhi na kuwakimbiza katika hospitali yetu ya Kivule, lakini pia kuchukua hii miili ya marehemu na kuipeleka kwa lengo la kwenda kuihifadhi. Kwa kuwa tukio lile tulikuwa kwenye hatua zote, kwa hiyo tuliweza kufanya mchakato wa pamoja kutoka pale mpaka hospitali ya wilaya kwa ajili ya kwenda sasa kusindikiza na kushirikiana katika hatua zote za kuweza kuhifadhi miili pamoja na wale majeruhi kupata matibabu. Tunashukuru sana, madaktari wamefanya kazi yao vizuri, wamewajibika kufanya kazi yao kwa ufanisi, na wale watoto 2 ambao waliosalia pata huduma nzuri ambayo afya zao zikawa zinaendelea vizuri na wamepona, wamerejea katika afya zao za kawaida. Lakini jambo la kushukuru zaidi ni kwamba baada ya tukio lile kutokea, mkuu wa wilaya wetu ndugu Edward Mpogoro aliwahi kwa haraka sana kufika kwenye eneo. Hakuwahi kwenye tukio, lakini aliwahi kufika hospitali. Wakati tunafika akawa amefika pale kwa ajili ya kuangalia sasa usalama wa tukio lenyewe, hali za wale wanaoendelea kwa maana wale majeruhi, lakini pia na kutambua marehemu ambao walifariki kwenye ile tukio. Kwa hiyo tunamshukuru mkuu wa wilaya, alifika kwa wakati kabisa na aliweza kufanya mahojiano na watoto wenyewe, aliweza kufanya mahojiano na madaktari kutambua marehemu, lakini kuzungumza pale hospitali na familia za wale ambao wamepata majeruhi pamoja na familia ambazo watoto wao wamepotea kwa changamoto hiyo ya radi. Lakini kikubwa tu pia tunaendelea kupongeza serikali kwa maana mkuu wa wilaya alitoa faraja kubwa kwa wazazi, kwa maana alitoka hospitali na kuja sasa kwenye eneo la tukio lenyewe. Alikuja japokuwa wanafunzi kwa kipindi hicho na wazazi, ile taharuki iliweza kuwafanya waondoke majumbani, wazazi wakafuata watoto zao. Kwa hiyo hatukuweza kukuta wanafunzi wengi, lakini wazazi wengi tuliwakuta. Kwa hiyo mkuu wa wilaya alitumia fursa hiyo pia kutoa neno la faraja, lakini pia kutoa angalizo pia kutokana na hali ya hewa inayokwenda sasa na mamlaka za utabiri wa hali ya hewa kama zilivyoelekeza. Kwa hiyo naye amejaribu kusisitiza katika eneo hilo, lakini pia ametoa faraja kwa wananchi wote ambao waliopata majanga, kwa maana waliofiwa. Basi kama serikali kupitia wilaya ya Ilala, basi aliwahakikishia wananchi kwamba wale walioko hospitali basi matibabu watibiwe bure,
lakini pia hata hawa waliofariki, basi familia zao serikali itagharamia familia hizo kuanzia hatua ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na kwa hilo tushukuru, kwa kweli limefanyika kwa vitendo. Jana usiku mtoto mmoja aitwaye Ali Pongwe, yeye walimzika jana hiyo hiyo, safirisha kupeleka wilayani. Lakini mtoto wa pili aitwaye Udhaifa Ali Shafii, mtoto huyu amesafirishwa leo kupelekwa kijijini alikotokea baba yake, kwa maana Kisarawe. Lakini na mwingine ambaye ni Alexander, yeye atazikwa kesho panapo majaliwa, kwa maana tarehe 20 hapa Msongola. Na watoto hawa wote ni wananchi wa mtaa huu wa Yangeyange, kata Msongola. Kwa hiyo kazi ambayo leo tuliokuwa tukiifanya ni maelekezo ya mkuu wa wilaya, tukiambatana na mheshimiwa diwani na afisa elimu wa halmashauri ya jiji. Tumekwenda kwenye familia zote 3 ambazo zilizopata na misiba hiyo. Tumeenda kuwasilisha kiasi cha pesa ambacho afisa elimu amewasilisha tukiwa pamoja. Kila familia imeweza kupewa milioni 2 kwa ajili ya kugharamia zile gharama za msiba. Kama tunavyofahamu, msiba hii wanakuja ghafla, na watoto hawa ni watoto wa maisha ya kawaida kabisa. Sasa unapotokea msiba unakuwa umepoteza vitu vingi, tutakutumia gharama, lakini pia umepoteza mtoto. Sasa si jambo la kiserikali kwa wananchi wote. Nadhani mkuu wa wilaya alieleza vizuri, hii ni kwa sababu ya aina ya tukio lenyewe lilivyotokea. Kwa hiyo amezielekeza zile gharama, kwa sababu hatujawahi kuwa na matukio ambayo yanafanana ya aina hii kwenye mtaa wetu, kata yetu, hatujawahi kushuhudia maradi. Kwa hiyo kwa umuhimu na aina ya tukio lenyewe, basi mkuu wa wilaya amechukua huo uzito kwa niaba ya serikali, na alisema kwa niaba ya mkuu wa mkoa na mheshimiwa rais, basi yeye amepeleka kila familia ile kupitia halmashauri kiasi cha shilingi milioni 2 kwa ajili ya kutoa pole na rambirambi kwenye msiba, kusapoti gharama zile ambazo pengine wazazi na taharuki yao na pengine hawakujiandaa na jambo hilo. Basi serikali imeweza kufiksi na kuweza kuweka vizuri eneo hilo. Kwa hiyo zoezi hilo tumelifanya kuanzia asubuhi, tumemaliza mchana wa leo wa tarehe 19 hii. Lakini baada ya kumaliza, nadhani sasa tutaenda kumalizia kesho tarehe 20 mwezi wa 3 kwa ajili ya kwenda kukamilisha huo msiba wa pili, naye atazikwa hapa tusafirishwa. Kwa hiyo saa 4 asubuhi tutakuwa pale msibani kwa ajili ya kuweza kukamilisha taratibu zingine kwa kushirikiana na wafiwa pamoja na majirani wengine kwa ajili ya kwenda kumsindikiza kijana wetu Alexander Paulo. Mazingira kwanza tutaumita shumta kipindi hiki cha mchezo, lakini watoto hawa walikuwa breaki saa 4, na wakati tukio linatokea nilitazama na muda wa kazi. Sasa watoto wanapotoka nje wanakwenda, na pale walikopatwa na hilo tukio ni sehemu ambayo ya vibanda vya kupata huduma ndogo ndogo za wanafunzi. Kwa hiyo wakati mvua inanyesha ni muda wa break, watoto wote walikuwa nje wanapata breakfast. Kwa hiyo wao walijitenga, walikuwa sehemu ya mti mkwaju chini. Sasa mazingira yale nadhani na Mungu naye alipanga yake. Kwa hiyo radi ikashuka pale, ikawaacha wengine wa maeneo mengine, kwa hiyo ikashuka kwa wale watoto ambao waliokaa kwenye eneo lile. Na kama nilivyosema, 4 kati ya 5, basi 2 wakawa wamefariki na 2 Mwenyezi Mungu akutaka waende, wanaendelea vizuri, na hivi tunavyozungumza wameruhusiwa, wanaendelea vizuri, wako majumbani kwao. Mtazamaji, tunaripoti kutoka katika mtaa wa Yangeyange katika kata ya Msongola jijini Dar es Salaam, na tumefika huku kwa ajili ya kufuatilia au kupata undani zaidi wa tukio la radi ambalo lilipiga wanafunzi 5 wa shule ya Msongola Mama siku ya tarehe 19, na katika wanafunzi 5, wanafunzi 3 wamepoteza maisha na wanafunzi 2 walijeruhiwa na walikimbizwa hospitali. Mpaka tunavyozungumza sasa hali zao zinaendelea vizuri. Tumefika katika ofisi ya serikali ya mtaa huu na tumezungumza na mwenyekiti, ametuelezea tukio lilivyokuwa mpaka sasa ni nini ambacho kinaendelea na jitihada ambazo serikali imezifanya kuhakikisha kwamba wale ambao walijeruhiwa wanaendelea vizuri, lakini pia vile familia ambazo zimepoteza watoto wao, kipi ambacho serikali imekifanya kuhakikisha kwamba inawapa faraja kwenye kile ambacho kimetokea. Na hapa tupo katika eneo ambalo wanafunzi hao
walisimama wakati mvua zilikuwa zikinyesha na ilikuwa ni wakati wa mapumziko. Kutokana na maelezo ambayo ametuelezea mwenyekiti wa serikali za mitaa, amesema kwamba ni katika kipindi cha UMITA-SHUMTA na wanafunzi hao walikuwa nje wakati wa breki. Sasa wakati mvua zikiendelea kunyesha ndipo walipokuja kusimama kwenye mti huu hapa unaoonekana ambao ni mkwaju, na ndipo tukio hilo liliweza kutokea. Baada ya tukio hilo wanafunzi wote walianguka chini na baadaye walifika watu kwa ajili ya kuwapa msaada. Bahati nzuri kituo cha afya kiko mbali na eneo hili, kwa maana ya zahanati haiko mbali na hapa, walifikishwa, lakini na baadaye taratibu zingine ziliendelea za kuwapa msaada wa kiafya, lakini wale watatu walionekana wamepoteza maisha na wawili ndo walijeruhiwa. Jitihada zilifanyika za madaktari kuhakikisha kwamba hawa ambao wamejeruhiwa afya zao zinakuwa imara. Tutaendelea kukupa taarifa zaidi zinazojiri kutoka hapa. Mimi naitwa Abutwalib Mustafa, mwenzangu ni Vado TZA. Na mti wenyewe ambao walikuwa wamesimama ndo huu hapa kama unapoonekana. Ni hapa ndipo walipokuwa wamesimama na tukio hilo likawakuta hapa.